أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة تخشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zanguni, tukiendelea na darasa yetu ya fiqh ndani ya kitabu cha Al-Fiqh Al-Muyassar. Kabla ya kuendelea na maudhui yetu ya leo, albabu thalith ashar, shufa wal jiwar, tukumbushane kidogo ndugu zangu kwamba tunaishi ndani ya mwezi katika miezi minne mitukufu. Huu ni mwezi wa Dhulqaida au Qaada katika lugha nyingine, ambao ni mwezi katika miezi minne ambayo ni mitukufu, na hii ambayo imefuatana mwezi wake wa mwanzo ndo huu. Tumezoea kuita ni mfungo pili, mfungo tatu utakaofuata ambao utakuwa ni Dhulhijja, na utafuata mwezi wa Al-Muharram, mwezi wa Muharram ambao ni mwezi naita mfungo nne. Ni miezi mitatu ambayo imefuatana na mmoja ukiwa mjitenga ambao ni mwezi wa Rajab Mudhar. Kwa hivyo kumbukumbu ya nafsi yangu na kwako ni katika fursa ambazo mimi na wewe tunazo na tumewekewa na Allah Tabaraka katika dauru yetu ya maisha. Si fursa za kuzifanyia maskhara, bali ni fursa za kuzitumia vyema katika maisha yetu, hasa katika kumwabudu Allah Tabaraka wa Taala na kufanya kwa wingi khairati, tukitafuta radhi zake Allah Subhanahu wa Taala. Kwani tumehusiwa na Qur'an, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maulama watambia aya haina maana kwamba miezi mingine udhulumu, lakini kukaa eneo hilo kunasisitiza umuhimu wa wewe kuto kuipunja nafsi yako, kuto kuipa haki yake nafsi yako katika maeneo kama haya. Usidhulumu nafsi yako, usipunje nafsi yako. Jitahidi kufanya khairati kwa wingi, ziada, kwa sababu kuna fursa ya malipo ya ziada, na wewe jitahidi kufanya ziada ya khairati katika masiku ya siku pite bure ikawa zinalingana na masiku mengine siku kwa masiku haya. Kwa hivyo ni fursa adhim, sote tunapaswa kuwajibika. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefasiri aya hii ya Qur'an, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran, na yeye akaja na maneno matukufu ambayo ni hadithi yake, akaainisha mwaka asana 12 shahra, mwaka una miezi 12.
minha arba'atu hurum, katika hiyo kuna miezi minne mitukufu, 3 mutawaliyat, mitatu nafuatana, kaisema Dhulqaida, Dhulhijja wa Muharram wa Rajab Mudhar na Rajab ya Mudhar ambayo iko baina Jumada wa Shaaban. Kwa hivyo ndugu zangu na tukufu Waislamu, kwa kauli hii, kwanza kauli ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, basi tuondoshe uvivu, tukaze hima zetu, tutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khairi ni zile zile, kithirisha sana sadaka zako, kithirisha sana sala za sunna, adhkari, kusoma Qur'an kwa wingi sana, upendo. Basi haya ni mambo muhimu sana ambayo mimi na wetu yafanye ili tuonekane sisi wahitaji, tujisogeze kwa Mola wetu. Na kila unapojisogeza kwa Mola, basi na wewe Allah anakusogelea zaidi. Kila ukijivuta, basi na wewe unakuwa mbali zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tupe taufiki kwa haya tunayosema tuyafanye kazi inshallah. Mlango wetu leo ni babu ash-shufa'a na wal jiwar. Shufa'a na jiwar. Kabla ya kuingia ndani yake, tupate ile dhana ya haraka ya maneno haya, na mlango huu upo hapa kwa maslahi gani. Kama tulivyosema kwamba tunazungumzia fiqh ya muamalat, na hii ni moja katika mambo yanayohusu muamalat. Shufa'a, jiwar. Jiwari ndio jirani, tunajua sote. Lakini shufa'a pengine neno geni kwetu sisi katika matumizi haya hapa katika fiqh. Shufa'a, neno hili linaonyesha ushirika wa vitu ambavyo ni viwili, uweze moja kugawika kwa peke yake. Shufa'a ndio tunata shufa'a ni viwili, lakini ndani yake kuna kitu inaitwa ushirika, kwa inakuja kitu kama hicho. Lakini mara nyingi sana jambo ambalo wanadamu walikuwa wawili wanashare kwa jambo lile, na hivi mara nyingi sana vinahusika na masuala ya mali isiyohamishika, ikiwa ni nyumba, kiwanja au shamba na mfano kama huo, ndio mara nyingi inajikita katika maeneo hayo. Kwa hivyo wameshare pamoja nyumba au shamba pamoja, kiwanja au ardhi na mfano kama, au shamba na mfano kama huo. Sasa ushirika wao umefika pahala pengine anataka mimi nitoke. Sasa inakuwa ni vigumu, hasa kipindi kile pengine yule mwenzake anataka kuendelea na ushirika ule, lakini yeye mwenzake anasema anaondoka, na ile ardhi hayamshiki iko pale pale, au mali ile hayamshiki iko pale pale, na pengine huyu bwana hana cha kumpa huyu bwana. Kwa hivyo nini cha kufanya sasa? Hapa sasa sheria inaruhusu, ikiwa yule mwenzio hana cha kukupa ili amiliki ye mwenyewe, basi wewe unaweza ukatafuta mtu mwingine akachukua nafasi ile akakupa ile pato, baada ya kugawa katika bei ambayo iko sokoni inajulikana kwamba kawaida ardhi ya eneo hili inauzwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo inapigwa tathmini ya ardhi ile yote katika eneo lile, nusu itakuwa mwenzio, nusu yako wewe. Kwa yule ambaye anakuja baada huyu bwana kushindwa, huyu anayekuja basi atalipa, alafu ataendelea kushare na mwenzie katika jambo lile. Wewe unakuwa umejitoa baada ya kufanya shufa'a ya kumtafuta mwingine, ukaomba asogee eneo lile achukue ili ushirika uendelee, wewe utoke kwa sababu una dharura ya kutokuendelea na ushirika ule. Unataka kutoka na yule bwana kukupa chako hawezi, hana. Kwa hivyo atokezea mwingine atanunua, atakupa wewe share yako, wewe utajivuta, yeye atashiriki pale, ataingia kwenye ushirika ule. Yote haya yamewekwa kwa ajili ya kurahisisha na kupisha maisha ya wanadamu. Mlioshiriki naye hana uwezo wa kukupa chako, kwa hiyo unaweza ukatafuta mwingine akaja pale akashiriki akakupa chako, yeye akaendelea kushiriki pale, wewe ukaondoka. Hiyo ndio shufa'a. Na ndio madhumuni makubwa ambayo tunakusudia kuyazungumzia katika mlango wetu wa leo katika babu shufa'a. Ama jiwari ndio inajulikana ujirani. Kwa hiyo tunajua kwamba jirani tumehusiwa sana dini yetu. Mtume mwenyewe anasema ya kwamba mazala Jibril yuswini biljari
hakuacha Jibril akinihusia sana kuhusiana na jirani, hata dhanantu annahu sayurithuhu, mpaka nikadhania anaweza akamuingiza katika mirathi, akanirithi mimi kwa ule ujirani ulivyokuwa na umuhimu wake. Kwa hivyo Uislamu unazingatia sana, unajali sana ujirani. Kwa hivyo kuna mlango maalum katika milango hii tutazungumzia ujirani na taratibu zake katika ujirani. Hiyo ndio dhana kwa ufupi ya shufa na aljiwar. Anasema wafihi iddatu masail, ndani ya mlango huu kuna masala mengi sana. Ndani ya mlango huu kuna masail mengi sana. Almas'alatu alula, mas'ala ya mwanzo, fi maanaha, atazungumzia maana yake, wa adillatu mashru'iyatiha, na dalili ya kuwepo kwake shufa na jiwari kisheria. Anasema maanaha, ashufatu hiya istihqaqu shariki, ni kule kustahiki kwa mshirika, ni ile istihqaqi, ni haki ya mshirika, intizaa hissati sharikihi, kwa ajili ya kuchukua fungu kwa mshirika mwenzake, mimman intaqalat ilayhi, kwa yule ambaye lile fungu limehamia kwake, au ile hissa imehamia kwake, ile share imehamia kwake. Bi'iwadhi mali, yeye itamlazimu sasa atoe mali ili ile sehemu share ile aichukue yeye. Bi'iwadhi mali, aweze kutoa mali. Wasumiyat bidhalika, na imeitwa hivyo shufa lianna sahibaha, kwa sababu muhusika wake dhamma almabia ila milkihi, ile bidhaa au kile kinachouzwa amekiingiza katika miliki yake. Fasara shufa, ikawa sasa ni shufa kwa maana ushirika baina yake na huyo mwingine. Baada an kana nasibuhu munfaradan fi milkihi, baada kwa ile sehemu ilikuwa imepwekeka katika miliki yake. Lakini baada ya kufanya hivyo, basi ameingiza kule, yeye akachukua chake, yule bwana akaingia kule kama mshirika. Wakila, na panasemwa hiya haqqu tamalluki qahri, ni haki ya umiliki wa lazima. Yathbutu li shariki alqadimi ala shariki alhadith, inathibiti ushiriki wa yule mtu wa zamani kwa mshirika wa sasa, bisababi shirika, kwa sababu ya ushirika. Yule wa zamani anaondoka, anaingia alioingia hivi sasa hivi kwa sababu ya ule ushirika. Katoka huyu ameingia huyu na ametoa chake, kwa hiyo amechukua nafasi hiyo. Na hii imefanyika kwa sababu gani? Lidafi dharari, kwa ajili ya kuondosha madhara. Kwa sababu kama yule bwana anajiondosha, hawezi tena kuendelea na ushirika ule, kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo yeye anafahamu. Basi ikiwa hakutokezea mtu kuweza kumpa chake huyu, na huyu bwana kulipa hawezi, kwa hivyo madhara yatatokezea baina pande hizi mbili. Ili kusitokezee, basi ruhusa akatoka mwingine akaweza kuchukua ile share, akampa huyu chake, ili akajitenga, yule akaingia pale. Lengo na madhumuni maisha yaendelee, ondosha madhara, mambo endelee, upendo endelee kuwepo. Hiyo ndio maana na hadhihi min mahasin islam, na hii shufa ni miongoni mwa mambo mazuri ambayo yako ndani ya Uislamu. Uislamu dini sahihi, dini ya Allah. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini sahihi mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo kuonesha kwamba dini hii ni sahihi, basi angalieni namna inavyojikita na kukaa katika kila aina ya mazingira. Hakuna kilichoachwa ila kimetengenezwa. Almuhimu maisha endelee, watu waishi vizuri. Wa in min na'imi fi dunya yakfika alislamu neema, na kwa hakika miongoni mwa neema hapa duniani ya kutosha kabisa Uislamu ni neema kubwa kweli kweli. A'dham neema fi hadhihi dunya neematul Islam, neema kubwa katika neema zote za duniani ni neema ya Uislamu kwangu na kwako wewe. Idha kunta dha ni'matin far'iha, ikiwa Allah amekuruzuku kuwa neema fulani, basi ichunge, hifadhi neema hiyo. Fa inna Allah sari'un naqami, fa inna Allah sari'un naqami. Kama ukishindwa kuhifadhi kuchunga neema hiyo, basi Allah
haraka sana neema hiyo ataihamisha kwako kwenda kwa mwingine aliyekuwa tayari kuichunga neema hiyo. Yani kitendo cha kutoijali neema hiyo basi. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinabakisha neema kwa mtu, hasa neema ya Uislamu, ni ilmu. Elimu ndo msingi mkubwa sana wa kuibakisha neema kwako na katika jamii yako, ni elimu. Elimu ikiwa haipatikani au haipo katika jamii kwa jambo lile, basi neema hiyo automatically itakuondoka tu. Al-ilmu, wataalamu wanasema al-ilmu hayatul Islam. Elimu ndio uwepo wa uhai wa Islam. Watu wakiwa na maarifa kwenye mambo yao katika dini yao, basi ndio wametengeneza uhai wa Uislamu kuwepo katika maisha ya jamii. Ikikosekana taaluma, basi uhai wa Uislamu haupo, utabakia ni majina, lakini hakuna uhai, kwa sababu watu hawana maarifa katika dini yao. Kwa ni swala la msingi sana sana, na wewe ambaye unakaa ukashughulika na masuala ya maarifa kwa dini yako, ni swala moja muhimu sana kwa kweli. Si lazima usome utabahari kweli kweli, wewe mwanachuoni mkubwa uende kwenye juziyat tafasili kubwa, lakini mambo ya msingi kama haya ambayo ndio maisha yetu tuyajue. Mengine ndani tutawachia ambao wanajua zaidi, lakini tuyajue, sababu dini yetu. Kwa hiyo ndio maana ya shufa. Anasema namba 2, adilatu mashru'iyatia, dalili za kuwepo kwake shufa kisheria. Anasema al-aslu fiha hadithu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu warda qala, asili yake ya shufa ni hadithi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu warda. Qala Jabir anasema qadha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi shufa fi kulli ma lam yuqsam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihukumu kufanya shufa kwa kile ambacho hakijageiwa. Shufa, kile ambacho hakijageiwa, yani kitu ambacho bado mtu hajageiwa kwa chake, kibakia katika ushirika wa kila mmoja, basi akahukumu kwa shufa, kwa maana kuomba mwingine aingie pale mambo yaendelee. Fa idha waqa'atil hududu, ikiwa tayari kutatokezea mipaka, waqa'atil hududu, mipaka ya kila mtu akageiwa mpaka wake, huu chako ni hichi hapa hichi. Wasurfatit turuqu, na njia zikatolewa, fala shufa, basi hapo hakuna shufa tena. Ikiwa eneo halijageiwa, mmepewa nyote lenu nyi wawili wangapi, share yenu hii hapa mchukueni, basi ikiwa bado halijageiwa eneo lile, kila mmoja akageiwa akaanishiwa mpaka wako ni huu, ila kwa peke yako na peke yako, ikiwa hajafikia muda huo, basi hapo unaweza kufanya shufa. Ikiwa wewe unataka kuondoka katika ushirika ule, shufa inawezekana. Lakini ikiwa tayari mpaka ishawekwa, kila mmoja ashageiwa eneo lako hii hapa mpaka hapa, hapo tena hapawezi kuwa na shufa, sababu tayari kila kitu kimeshawekwa wazi na mtu kapewa eneo lake. Kwa hiyo Mtume salama anasema Jabiri ali hukumu kwa shufa, kwamba watu wanaweza kufanya shufa, lakini fi kulli ma lam yuqsam, kile ambacho bado hakijageiwa. Fa idha waqa'atil hududu, ikitokezea mipaka tayari, usurfatit turuq, na njia zikaoneshwa zikaenezwa, manake mtu akajua we hapa bala, fala shufa'ata, hakuna tena aina yote ya shufa. Hadithi hiyo muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari bi raqami al-hadith 2258-57, wa lafdhu lahu, natamko ila Imam Bukhari, wa Muslim bi raqami 1229. Muslim hadithi yake hii 1229. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine au mapokezi mengine, wa fi riwayatin ukhra, na katika masimulizi ya mapokezi mengine, qadha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alihukumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi shufa, kufanya shufa, kwa maana kutaka sehemu yako kwa thamani ya ploti ile, basi ni mwingine achukue, au muhusika anipe changu nimwachie. Alihukumu hivyo fi kulli shirika, katika kila ule ushirika, lam tuksam, haujageiwa, rab'atin au haiti, ikiwa eneo hilo ni rab'a au hait. Yani rab'a ni
badala ya neno shirika. Haitu ndio hiyo. Anasema qadra Rasul sallallahu alayhi wasallam fi kulli shirkatin lam tuqsam rab'atin au hait. Rab'a ina maana nyingi, lakini kwa hapa ushirika huo ambao uliokuepo ni wa eneo la ploti ambalo liko wazi, au haitu, au eneo hilo limezungushwa na uzio unajulikana kama limezungushwa, lakini bado halijageiwa. Eneo la wazi au ambalo limezungushwa likawekewa uzio maalum. Kwa hiyo ikiwa bado hapajageiwa, basi mtume amehukumu shufa, unaweza kufanya shufa, lakini kama pamegeiwa huwezi kufanya shufa. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhana sharikuhu, si halali kwake yeye kuweza kuuza mpaka apewe idhini, atakwe idhini yule mshirika mwenzake. Fa inshaa taraka, akitaka ataacha. Yani yule mshirika ule mwenzia akitaka ataacha, maana basi mie sichukui yote. Fa idha baa, pindipo kama atauza, walam ya'dhinhu, na hakuweza kumpa ruhusa, yani hakumtaka ruhusa, kauza, fa huwa haqu bihi, yeye basi atakuwa na haki zaidi. Yani hii, wewe unapofanya ushirika na mwenzio, basi ni vema kwamba haipendezi, ili kuondosha ile madhara usimtafute mwingine wakati huyu mshirika mwenzako hujamweleza. Kwanza huyu ongea naye huyu, kwa sababu huyu unaongea naye huyu akiwa tayari yeye atachukua yeye mwenyewe moja kwa moja, hajakuwa tayari basi utamweka mwingine. Sasa unapaswa wewe umpe taarifa kwanza mwenzio, umpe taarifa, bwana kuna hivi na hivi na hivi, na maana yeye bila shaka akiwa tayari atachukua yeye. Ameshindwa kwamba nimeshindwa, ndio faisha taraka, atakuachia tauza. Sasa imetokezea umeuza na hujamtaka ruhusa, itakuwaje? Fa huwa haqu bihi, itakuwa basi ni haki yake. Muhimu kwamba kile kilichouzwa, yani kile ambacho amepewa, ukiangalia katika hesabu ya kawaida ni sawa sawa, basi huyu ataingia kwenye ushirika na mwenzake basi. Lakini ni vema kwanza wewe ukamtaka ruhusa huyo mwenzio kwanza kabla hujaenda sehemu ya pili. Kitokezea umefanya hivyo, basi haki itakuwa ni huyo ambaye tayari umeuza, kwa sababu ni sehemu ambayo nyote mnashiriki. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, na kwake mtume anasema, kwa kwake maana yake huyo msimuliaji wetu Jabir anasema, qala jaru dari ahqqu bidari, jirani wa nyumba ndo ana haki nyumba hiyo. Anatuonesha mtu sema mwenye haki zaidi nani? Yupi mwenye haki zaidi? Yule ambaye ndio mko naye pamoja, ndio anzo ya jirani wa nyumba, ndio mwenye haki ya nyumba. Yule jirani wa nyumba ndio mwenye haki. Yani kawaida ya mazingira kama haya, yule ambaye mko naye pamoja ndio ana haki kwanza kumwanza yeye, akachukua yeye, itakuwa ni aula zaidi kuliko kwa mwingia mtu mwingine. Kwa maelekezo ya mtume moja kwa moja tuambia, jaru dari ahqqu bidari, jirani wa nyumba ndio ana haki zaidi kwenye ile nyumba. Kwa hivyo wewe, hata kama yani ukiacha masuala haya, hii hadithi inatumisha kwamba siku zote unapokuwa na jambo lako unataka kulifanyia pengine biashara, hapo ulipo pengine una kitu, una nyumba, basi unaimwaza nani? Nani mwaza? Ile jirani yako pale, mwaza yule jirani. Bwana, mimi nimekutwa na tatizo na kitu changu hichi hapa hichi, unataka nikiuze, mwaza yule pale jirani yako. Ni vizuri, na hii ni nzuri sana, kwa sababu itajenga mapenzi kweli kweli. Hata kama atakuruhusu wewe, mimi nimekosa, nimeshinda, usimuuzie mwingine, yule mwingine atakapokuja pale katika eneo lile, basi bila shaka huyu atampokea vyema na utaishi vizuri, utakuwa hana bifu naye, kwa sababu tayari umeanza naye vizuri. Lakini wewe umemruka ukamtafuta mtu mwingine, pengine alikuwa anahitaji eneo lile, lakini kwa sababu wendo yako ameshindwa, ukamtafuta mwingine akaja pale, utashangaa sasa mawasiliano yanakuwa si mazuri, hakuna mapenzi, bifu tu na huyu. Kwa hiyo ili kuondosha hilo, basi muanze jirani kwanza kabla hujamtafuta mtu wa mbali, kumueleza ile issue, na yeye kama atakuwa tayari basi, na ameshindwa hayuko tayari kununua, basi anaweza kupa ushauri mzuri tu. Hii inaonyesha umuhimu na namna nzuri ya kuishi wewe na jirani yako. Anasema wakati ajma al-ulama,
na wanawachuoni wamekubaliana ala ithbati haki shufa li shariki alladhi lam yuqasam fima bi'a min ardhin au darin au ha'it. Anasema wamekubaliana wanawachuoni. Lipi walikubaliana? Ala ithbati haqi shufa, juu ya kuthibiti haki ya shufa. Ya kuthibiti haki ya shufa lishariki, kwa yule mshirika, alladhi ambaye lam yuqasam fima bi'a, bado hakijageiwa kile ambacho kimeuzwa, min ardhin, ikiwa ni ardhi, yani kama na ploti, au darin, au nyumba, au haitin. Haitin tumesema ni ploti ambayo imezungushwa, yani imezungushwa kama ni eneo maalum ambacho kimezungushwa, watu kutazao kaka pale uzio, mfano kama huo. Madhali bado hajageiwa, basi tuna haki ya kuifanya shufa kwenye ushirika. Lakini kama tayari imegeiwa, haiwezi. Kwa maana hapo kinachozingatiwa zaidi maana ni mali ambayo sio hamishika, ndio ambayo inaingia katika mazingira kama haya. Ambayo inahamishika haingii, ni mali ambayo haihamishiki katika eneo hilo. Fatabayyana min dhalika thubutu mashru'iyyati shufa bi sunna wal jamaa. Kwa hivyo imebainika kwa hilo kuthibiti kisheria shufa kwa sunna na kwa ijmaa. Yani sunna kwa maana hadithi tumeona hizo mbili, lakini pia na ijmaa ya wanazuoni wamekubaliana. Ikiwa jambo hilo bado halijafanywa, halijageiwa katika hicho ambacho kimeuzwa, hakijageiwa, ikiwa ni ardhi au nyumba au eneo ambalo limezungushwa, basi bila shaka itastahili shufa. Lakini kama imegeiwa, haiwezi kwenda huko. Fatabayyana min dhalika thubutu mashru'iyyati shufa, imebainika kwa hiyo kuthibiti kuwepo kisheria shufa bi sunna wal ijmaa, kwa sunna maana kauli ya Mtume salama, lakini ina ijmaa ya wanachuoni kwamba shufa imekubalika. Naam, kwa sababu ni katika sehemu inayojenga mahusiano mema baina ya jamii, hasa Uislamu katika eneo lao. Almas'ala thaniya, mas'ala pili, alahkamu almuta'alliqatu bishufa. Sasa hukumu mbalimbali ambazo zinaambatana na hii shufa, taratibu maalum ambazo ziwepo ili shufa iwe imethibiti na ipo na ifanye kazi bila kupa madhara. Anasema la yajuzu lishariki an yabi'a nasibahu, haifai mshirika kuuza sehemu yake hatta yu'dhana, hatta ya'dhina wa ya'rid ala shariki, mpaka atake ruhusa au atoe taarifa na ile hali wa yu'rid ala shariki, aidhihirishe kwa mshirika wake, yani aiweke wazi ijulikane kwa mshirika wake. Haijuzu lishariki ayabia nasibahu, kuuza sehemu yake haijuzu hatta yu'dhina wa yuridu ala shariki, mpaka atoe, yani achukue idhini na aidhihirishe kwa mshirika mwenzake. Fa in ba, iwapo kama atauza walam yu'dhinuhu, hakumpa taarifa, hakumpa ruhusa, yani akumpa idhini, hakumtaka idhini kwake, fa huwa hakubi, basi atakuwa na haki kwenye hiyo ikiwa atafanya hivyo. Lakini vyema ile sehemu yake kwanza, kabla ya kuipeleka sehemu nyingine, akampa taarifa yule bwana ule, na akawa tayari kumuonesha bwana, uko tayari kununua, wewe chukua wewe mwenyewe. La ameshindwa, basi atauza sehemu nyingine. Lakini akiwa kuyafanya hayo akawa ameiuza bila kumpa taarifa, basi pia na haki kwa hilo jambo, ingawa si vyema kufanya hivyo. Hiyo ni hukumu ya kwanza katika hizo hukumu ambazo zimeambatana na shufa. La tathbutu shufatu fi ghairi al-ardi wal-iqari, haithibiti shufa pasina kuwepo ardhi na iqari. Iqari ni plot maalum ya mtu yake, iqari ni plot, eneo maalum. Haithubutu shufa pasina kuwepo ardhi, ni mali ambayo hayamshiki. Kal manqulat min al-amtiati, kama vile
kile kinachohamishika miongoni mwa mizigo, wala hayawan na wanyama, wanahu dhalika, na mfano kama huo, kwa sababu mizigo inahamishika, wanyama wanahamishika, na mfano kama huo, kitu ambacho kinaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hicho hakiwezi kuingia katika shufa. Ili iwe shufa lazima ni mali ambayo isiyohamishika. الشفعة حق شرعي. شفعة ni haki ya kisheria. La yajuzu atahayul liisqatihi, haijuzu kutengeneza ujanja mbinu za kiujanja ili kuiondosha hiyo. Liannaha shuri'at lidaf'i dharari an shariki, hiyo imewekwa kisheria ili kuondoa madhara kwa yule mshirika mwenzio. Ashufa haqqun shar'i, shufa ni haki ya kisheria. La yajuzu atahayulu liisqati, haijuzu kufanya ujanja wote ule, mbinu zote zile kwa lengo la kuiondosha shufa hiyo. Lianna shuri'at lidaf'i dharari, kwa sababu imewekwa kisheria ili kuondosha madhara ani shariki, kwa mshirika. Namba 4, tathbutu ashufa lishuraka ala qadri milkihim, itathibiti shufa kwa washirika kwa kadiri ya umiliki wao. Tathbutu ashufa lishurakai, itathibiti shufa kwa wale washirika ala qadri milkihim, kwa kadiri ya umiliki wao. ومن تثبت له شفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. yule ambaye kwake yeye imethibiti shufa atachukua kwa thamani ambayo imeuzwa eneo hilo, sawaan kana muajjalan au halan, ikiwa ni imewekewa muda maalum au muda huo, basi ana haki ya kuchukua thamani hiyo. Tathbutu shufa lishuraka ala qadri milkihim, itathibiti shufa kwa washirika kwa kiwango cha umiliki wao. Waman tathbutu lahu shufa, yule ambaye kwake yeye imethibiti shufa, akhadhahu bithamani, atachukua kwa thamani alladhi, ambayo bi'at bihi, imeuzwa hiyo thamani, sawaan kana muajalan, ikiwa ni kwa baadaye atapewa, au halan, au muda huo, bas okay, atachukua thamani hiyo. Namba 5, tathbutu shufa bikauni alhissa almutanaqqala an shariki mabi'a bay'an sarihan au ma fi ma'nahu. Itathubutu shufa bikauni alhissa, kwa kuwa ile share au ile fungo au ile sehemu almutanaqqala, ambayo imehama an shariki, kutoka kwa yule mshirika, mabi'a bay'an sariha, imeuzwa bei iliyokuwa ya wazi, au ma fi maanahu, au ile iliyokuwa katika maana yake. Iliyokuwa bei ni bei ya wazi, au ma fi maanahu, yani kwenye maana ya wazi, yani ilikuwa wazi au ambayo ina maana ya wazi. Fala shufa fima intakala min an milki shariki bighairi bai'i, hakuna shufa fima intakala an milki shariki bighairi bai'i, ile iliyohama kwa ule umiliki wa mshirika pasina bei, yani kuuzwa. Bighairi bai'i kama uhubin bighairi iwad, ama kile ambacho kimegeiwa kama hiba, zawadi, mahubi, kimegeiwa kama hiba bighairi, na badala yote, au mauruth, au kimerithiwa, au musabi, au kimeusiwa, hicho hakitoruhusika, hakiingii katika maeneo hayo. Mauhubi ni hiba, ni zawadi kapewa mtu, bighairi iwad, pasina badala yote, kapewa tu zawadi, huwezi kuingiza shufa hiyo. Wa mauruth, au kimerithiwa, yeye merithi, wa musabi, au ameusiwa kwa chochote kitu, hichi hakiingii katika shufa. Namba 5,
Ama ya sita, la budda an yakuna al-iqar al-mutanaqal bil bay' qabilan lilqisma. Anasema hapana budi iwe ile plot iqar, ile eneo ambalo limehamwa kwa musika bil bay' kwa kuuza, qabilan lilqisma, iwe linakubali kugaika. Eneo lile liwe linakubali kugaika. Kama likubali kugaika itakuwa haiwezekani. Anasema fala shufa fi ma la yuqsam, hakuna shufa kile ambacho hakigaiki. Kahamami saghirin wa bi'rin wa tariqi, mfano kama hamamin saghirin, kahamami saghirin, sehemu ambayo labda tunatumia kukoga kijihodhi, lakini kihodhi kiduchu kwila kihami, lakini ni kineo kidogo, hakigaiki hicho utakia vipi? Na kwa tabu. Au birin, au kisima, hakigaiki. Au kisima kinageka, unatogaoga kisima hakigaiki. Wa tariki, na njia, huwezi kugawa njia. Kwa hiyo maeneo kama hayo hayawezi kuingia shufa hata siku moja, hayageuki, lazima yaingie katika kugaika. Kama hageuki hawezi kwenda. La buda yakuna al-iqaru al-mutanaqalu bil bay' qabla al-qisma, lazima ile eneo ambalo linahamwa kwa ajili ya kuuza lile linakubali kugaika. Fala shufata fi ma la yuqsam, hakuna shufa kwa kile ambacho hakigaiki. Kahamamin saghirin, kama kihodhi kiduchu. Hodhi, hamam sehemu ya kubiria ndogo, hodhi ndogo. Au bi'rin, au kisima. Wa tariqin, au njia, na mfano kama huo. Hiyo itakuwa haiwezi kuingia katika shufa kwa sababu haigeiki. Anasema ash-shuf'a tathbutu al-mutalaba biha fawra ilmihi bil bay'. Ash-shuf'a tathbut al-mutalaba biha fawra ilmihi bil bay', wa illa mutalib biha waqt al-bay' saqatat, illa idha lam ya'lam fa huwa ala shaf'ala, illa idha lam ya'lam fa huwa ala shuf'atihi. Kadhalika law akhara talabahu li'udhrin kal jahli bil hukmi au ghairi dhalika min al-a'dhari. Anasema shufa tathbutu al-mutalaba, shufa inathibiti kutaka, al-mutalaba kutaka ya shufa biha, hiyo shufa fawra ilmi bil bay', pale yani fawra ilmihi bil bay', haraka, yani kujua kwake haraka kwamba hii kitu kinauzwa. Kama hichi kitu kinauzwa, hiyo ni ile jambo ambalo yani si jambo la kuchelewa. Ile kujua kwake tu kwamba ameshajua tu kwamba hichi kitu kinauzwa, basi pale pale anaweza kataka shufa fawra ilmi bil bay', ajue pale pale, yani isichelewe baina ya mtu kutaka na kujua na kutaka. Yani ukishajua tu maana ndio utake, lakini sio kwamba umejua alafu tena ukaja kutaka baadaye. Iwe ni fawra ilmi bil bay'. Ukishajua kwamba hii inauzwa na wewe pale pale ukataka hapo kwa haya, si kwa umejua sasa tena baadaye na huko ndo ukaanza kusema mimi nataka. Shekhe, mbona mwanzo ukusema na ulijua kwamba hii kitu inauzwa, maana hukuwa tayari. Sasa kwa kuwa ameshatokezea mwezio na wewe tena sasa ndo unataka, isiwe hivyo. طيب الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع. Shufa inathibiti kwamba mtu ametaka na ana haki ya kufanywa hivyo pale mara tu anapojua kwamba hichi kitu kinauzwa. Fawra ilmi bil bay', haraka anapojua au mara anapotambua kuuzwa kwake. Wa illam yutalib biha waqta al bay'i saqatat, ikiwa hakutaka wakati ule wa kuuza basi imeanguka. Mfano wewe umejua kwamba hii inauzwa, alafu wewe hukutaka, hukuwa na haja nayo kwa muda ule, basi kwa kweli inadondoka hiyo shufa. Illa idha lam ya'lam, isipokuwa kama hakutambua, fa huwa la shufati, yeye atabakia kwenye shufa, atastahiki. Kadhalika law akhara talabahu li'udhrin, lakini kama ataakhirisha kuitaka kwake kwa sababu ya udhuru, kal jahli bil hukmi, kama vile ni mjinga hajui hukumu yake hii, hajui, hakuwa anajua hukumu yake ndio hii, alikuwa hajui,
au ghairi dhalika min al-adhari, au nyudhuru nyingine zote ambazo zipo kiudhuru, sawa. Kama hana udhuru wote, kajua akaacha, basi kwa kaita dondoka. Sija kataka mwingine afu kaingilia kati, kwa lengo ni kuondosha madhara. Tusiache kutengeneza shubu ambazo zinastahili kuziepuka. Madhali wewe muda ule umejua na hukutaka muda ule, basi kwa kweli shufa inaondoka. Akipewa mwingine, basi wewe usio kalalamika wakati muda ule wa kutaka wewe hukuwa tayari. La, hukuwa unajua au ulijua, lakini uliakhirisha muda ule kusema kwa sababu ya udhuru uliokuwa nao. Ima hujui hukumu yake, unatafaka hujui hukumu yake, au kuna udhuru mwingine wote ambao ulitokezea muda ule, umeshindwa wewe kulizungumza swali lile, umegonjwa kwa uwezi kusema, au patoka dharura nyingine ya msiba na mambo kama haya ukashindwa kuzungumza, sawa. Lakini kama hakuwa na udhuru wote, basi umejua, ishaondoka hiyo. Namba 8, mahallu shufa al-ardhu lati lam tuqsam. Sehemu ya shufa ni ardhi ambayo bado haijagaiwa, wala mtuhadd, na bado haijawekewa mpaka maalum. Wa mafia min gharasin wa bina'i fa huwa tabilaha, na kilichogomo katika eneo hilo la ardhi, ikiwa kuna miti imepandwa, kuna vitu kilichopandwa mle, au kuna watu wamejenga mle, kuna maeneo yamejengwa kama vile maeneo ya starehe watu wakajenga viwanja mbalimbali na maeneo mbalimbali ya watoto. Muhimu kwamba ikiwa kumepandwa kitu au kumejengwa, basi vyote vinaendana na eneo lile, hamna tatizo, itaingia katika shufa. Fa idha qusmat, ikiwa itagaiwa sasa, lakin baqiya ba'd al-marafiq al-mushtaraka baina al-jirani, lakini kubakia baadhi ya manufaa ambayo yanashirikisha baina ya jirani, katariki, kama vile njia, walma na maji, wa nahi dhalika, na kama huo. Fashufatu baqiya fi asahi qawlai ahli al-ilmi, shufa itabakia kwa kauli sahihi baina kauli mbili za wanachuoni. Fa idha qusmat, kama itagaiwa, lakini baqiya ba'd al-marafiq al-mushtaraka, bakia baadhi ya maeneo ambayo yana manufaa ya ushirika wa pamoja, baina al-jirani, baina ya jirani, katariki, mfano kama njia tunashia sote, walma na maji tunashia sote, wanahu dhalika, na mfano kama huo. Fashufatun baqiya, shufa hapa itabakia fi asahi qawlai ahli al-ilmi, kauli moja katika kauli mbili ambazo wanachuoni wamegawika. Wengine wanasema haisi, wengine wanasema inasi. Sasa kauli ambayo inasi zaidi katika kauli mbili kwamba itabakia shufa. Madhali maeneo hayo ni maeneo ambayo ni mushtaraka, basi yatabakia katika hali ya shufa, mtashare pamoja, hamna tatizo. Namba 9, wala budda lishafi'i min akhdh jami'i al-mabi'i. Wala budda lishafi'i, ni lazima kwa huyo shafi'i ambaye ndo anayefanya shufa kuchukua chote ambacho kimeuzwa, kuchukua. Fala yakhudhu ba'dahu wa yatruku ba'da, asukue baadhi akaacha baadhi, na wadhalika daf'an li dharari 'anil mushtari, na hiyo ni kuondosha dhara kwa yule ambaye amenunua. Wala budda lishafi'i min akhdhi jami' al-mabi', achukue yote ambacho kimeuzwa. Fala yakhudhu ba'dahu wa yatruku ba'da, asukue baadhi akaacha baadhi, wadhalika daf'an li dharari 'anil mushtari, kuondosha madhara kwa yule ambaye amenunua. Kwa hivyo unachukua chote, usiache, kila kitu chako chukua. Yote ni kwa sababu ya kuondosha dhara kwa yule ambaye al-mushtari, aliyenunua. Ndugu zangu, yote hayo ukiyatazama kwa kina, deeply, utagundua kwamba dini pekee inayoleta amani ya kweli kama ilivyo al-Islam kwa jamii ya wanadamu duniani, basi ni dini ya Uislamu. Kila kwenye tatizo Uislamu umeharamisha, lakini kila njia ambayo inapeleka tatizo imeharamishwa. Yani Uislamu umeharamisha kitu chenyewe, lakini na njia inayopelekea kwenye kile kitu, basi njia hiyo imekatazwa ili tusiweze kwenda huko, kama unavyoona hapa. Kwa sababu ukisema unachukua baadhi unaacha, utakuja sababisha matatizo. Kwa hiyo chukua chote ili kusokea madhara na matatizo kwa yule ambaye amenunua, na wewe safe, na wewe safe, mambo yaende vizuri. Kwa mchake maana kile kuja dhara. Ukisikia Uislamu mfano kitu ambacho mara nyingi sana sisi tunaona kama ni simple,
lakini wallahi ni tatizo kubwa. Uislamu ulipoharamisha kuabudia asiyekuwa Allah, ikiwemo kuabudia makaburi, kuabudia mizimu na mfano kama huo, basi umeharamisha na njia za kwenda kufanya mambo hayo. Mfano, amekataza Mtume Muhammad salama kujengea makaburi. Hii ni kauli ya wazi. Lakini Waislamu wanajenga wajenge. Sasa hilo ni tatizo ambalo sisi Waislamu hatujui. Madhara yake wewe huoni kwa sasa, lakini Uislamu unapokataza, umekataza njia ya kwenda kwenye shiriki. Asili ya watu kuabudu binadamu wenzi wao, asili yake ni kutengeneza ile taswira yake pale. Ibilisi alikuja akawazonga watu, jamani nyie, fulani na fulani na fulani ni waja wema sana, hawa watu ni vema mkawatengenezea picha yao hapa, ukifanya ibada naye akiwepo anakuhamasisha, jamani kwa mema huyu mtaniwe kama yeye. Kwa hiyo mtengeneze hapa, mchonge mweke hapa mbele yako. Ukiabudu wewe Mola wako, basi leo unamuona pale, unapata memory kwamba jamaa kajitahidi sana huyu, na mimi nifanye juhudi. Kwa hiyo anakupa hamasa kufanya ibada. Alikuja na hisia hizo Ibilisi. Watu wakatengeneza masanamu. Wale wametoweka, imefuata jamii, generation yao, kizazi chao kimefuata. Sasa hawa waliofuata ile dhana ya mwanzo ambayo hao walitengenezea hawaijui, lakini wamekuta vile vitu vipo. Ibilisi akaingiza bidhaa yake ya mawazo. Nyie mnajua kwa nini wakawekwa hao? Wale wenzenu walikuwa wanaabudu Mungu, lakini hawa wanawasaidia kufika kwa Mungu. Kwa hiyo wanaabudu hawa lakini kufika kwa Mungu. Kwa hiyo hawa wanapaswa kuabudiwa ili Mungu akubalini amali zenu, hawa, kwa sababu walikuwa ni waja wema, wana nafasi kwa Mungu, nyinyi kubali matendo yenu. Kwa hivyo muombeeni hawa ili fika kwa Mungu. Watu wakaanza kuabudu masanamu. Ndio chanzo cha ibada ya masanamu hiyo. Walipouza kwa nini mnaabudu masanamu? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah zulfa. Sisi tuabudia moja kwa moja, lengo na madhumuni watusogeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, lengo na madhumuni watusogeze kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Walisema watu wakaanza kuabudia masanamu. Kwa Uislamu unapoharamisha kitu, basi pia njia kwenda kwenye hiyo haramu, basi pia njia uharamishwa ili wewe usiingie kwenye hiyo haramu. Ndio maana kabisa ni haramu kujenga makaburi, kujengea. Lakini watu hawasikii, hawaoni. Mikaburi inajengwa, tunafanana na makafiri sawa sawa walivyo Manaswara, Mayahudi na Sindoa hivyo. Unajenga mkaburi mpaka unauinua kupita kiasi. Ile kuzika tu basi, kuinua ile ardhi kiasi zaidi ya shubiri moja, nyanda moja ni kosa. Kaenda juu unasema si mchanga wake tumechimba kwake, wote urejeshe hata ukiinuka juu. Hamna maana hiyo. Ikifika nyanda moja inatosha, ulibakia wache. Unataka uchukua, lakini usibakie pale kwa sababu ni level ile, kwa sababu tumesema alihimiza watu waliozidi kiasi hicho kaburi liweke sawa sawa. Lisawazishwe na watu wakasawazisha. Waliojenga yavunjwe na watu wakavunja makaburi. Sisi hatusikia tuone. Sasa mwisho wa siku unaondoka, karne nyingi zafuata, watu wanaona wale, mbona walijengea hawa? Walikuwa wanakuja kufanya ibada hapa watu. Ndio maana kuna baadhi ya watu mpaka leo wanakwenda kufanya ibada sehemu, wanakwenda. Jamani, kuabudu lazima uweke uso wako chini. Ile kwenda pale ukaona bila yule Mungu akukubali wewe. Ili Mungu akubali lazima muombe yule. Usoge kwa yeye. Sheikh, hiyo ni aina ibada, ni kufuru, ni shiriki, haifai. Kwa hiyo tahadhari sana ndugu zangu katika imani. Njia za kwenda kwenye haramu zimeharamishwa, na jambo lenyewe la haramu limeharamishwa. Huu ndio Uislamu na ndio misingi sahihi ya Uislamu. Nakumbusha tena Uislamu, katika masiku tuliokuwa nayo haya, masiku muhimu sana, tujipinde kwenye ibada. Na yule Muislamu ambaye ametiania biidhnillah tabaraka wa taala kwamba yeye ukiandama mwezi wa Dhulhijja, ukifika mwezi 10 atachinja, 10, 11, 12, 13 atachinja kuanzia mwezi 10. Kwa wewe ambaye si haji, basi mwezi 10 ni bora kweli kweli. Wal fajri walayalin ashrin washaf'i wal watr. Wanasema shaf'i ni mwezi 10 na witri ni mwezi 9. Masiku hayo ni ya miezi zaidi katika masiku yale, basi haya masiku haya muhimu sana. Wewe 9, 10, 9
fanya ibada yako, utafunga, watu wakiwa katika maeneo ya haji, lakini mizunguko utachinja. Kwa hivyo aliyetia nia ya kuchinja, basi sunna kwake. Usiseme si sunna tu, shekhe, kuna nyingine baada ya sunna. Kama iko nyingine baada ya sunna sawa, kama hakuna ndo sunna, basi ndo ujue ndo muhimu. Kitu ambacho unakiweza, alafu utaka kufanya masomo eti sunna, shekhe, kosa. Madhara unakiweza, kitekeleze. Zuia kukata nywele zako. Kama unataka kukata nywele, basi kabla mwezi Dhulhijja kuandama, kata nywele zako kiasi kichwa, punguza nywele zako. Na usikate kucha zako, zuia kukata kucha zako. Ukitaka kata kabla mwezi kuandama. Ukiona nia, basi vitu hivyo vizuie, utavifanya baada ya kusali na kuchinja. Ruhusa sasa kwenda kukata nywele zako na kuondoa kucha zako. Hii ni sunna na ni mwongozo wa dini yetu kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tumuomba Allah tabarak wa taala atupe tawfiki kutekeleza ya khairi na tuache ya shari insha Allah taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.